Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe. Na chukua nafasi nimshukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo ya Friday. Ni siku njema, ni siku ya baraka na ni siku ya ushindi. Naamini pia hata wewe mwenyewe umeshinda vizuri. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Ningeomba nichukue nafasi hii nikukaribishe kwenye mafundisho ya siku ya leo. Ni saa 5 kamili. Nikukaribishe kwenye mafundisho. Leo tunaenda kujifunza jambo kubwa sana. Niliwaambia kuhusu neno la Mungu. Tunaenda kujifunza jinsi ya kuligawanya vyema neno la Mungu. Unawezaje kuligawanya vyema neno la Mungu? Kipindi kilichopita kuna kitu tulijifunza kuhusu kuomba na kujifunza neno la Mungu. Na nikakwambia kwamba jifunze sana kulisoma neno la Mungu kabla hujalala wakati wote. Leo nataka tukajifunze kuhusu kuligawanya neno la Mungu vyema, na kabla hatujafika huko nataka tumshukuru Mungu. Baba Mwenyezi, Muumba mbingu na nchi, Mfalme wa amani, Simba ule wa kabila la Yuda. Ninachukua nafasi nikushukuru kwa wema, fadhili na rehema zako. Asante kwa ukuu na uaminifu wako Bwana. Asante kwa fursa hii ambayo umetupatia Baba wa mbinguni. Jioni ya leo ama usiku wa leo ambao ndio tunaingia kwa ajili ya kujifunza neno lako. Takatifu, takatifu Mungu mwenye enzi na mamlaka, nena nyenyekea mbele zako Baba yangu usiku huu wa leo, nikiomba neema na kibali chako wakati huu Bwana. Naomba kukubalika kupeana ujumbe huu. Naomba fursa hii Mungu wa mbinguni ikaweze kuwafikia watu wengi usiku wa leo katika jina la Yesu. Nitumie kama chombo Bwana kwa ajili ya kufikisha ujumbe huu. Mimi ni mtumishi wako, umenipa kama mafuta kwa ajili ya kufikisha ujumbe huu. Asante mtakatifu, sifa na utukufu kurudie Bwana. Naomba babangu usiku wa leo, yoyote ambaye anaenda kufuatilia mahubiri haya na mafundisho haya, maisha yake kabadilike, akapate mwanzo mpya katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ninaamini ya kwamba wale watakuwa nafuatilia hiki kipindi watakuwa kiroho. Ulitufundisha juu ya masuke jana na mbegu, na leo tunaenda kujifunza namna ya kuligawanya neno lako vyema, na ili tuweze kukujua zaidi. Tujalie neema na kibali usiku wa leo kwa jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu, muomba na kuamini. Amina. Basi karibu sana mtu wa Mungu, tukajifunze neno la Mungu wetu usiku wa leo. Na tunaenda kujifunza namna ya kuligawanya neno la Mungu. Namna ya kuligawanya neno la Mungu vyema, ili tuweze kumjua Mungu vizuri. Na kama wewe ni msomaji mzuri wa Biblia, utakuwa unayajua majaribu matatu ya Yesu aliyojaribiwa na Ibilisi kule jangwani. Jambo la ajabu ni kwamba Shetani hakwenda kumjaribu Bwana Yesu kwa uchawi, kwa magonjwa au kwa maneno yake mwenyewe, bali alikwenda kumjaribu kwa kutumia maandiko matakatifu. Yaani Shetani hakumjaribu Yesu kwa maneno yake mwenyewe. Shetani alimjaribu Yesu kupitia kwa neno, kupitia kwa Biblia. Shetani hakuwa na kitu angetamka kwa Yesu kando na neno. Na ndio maana unaona vita yetu, ili kushinda vita niliwafundisha wakati uliopita, ili kumshinda Shetani inahitaji sana tulijue neno la Mungu sana. Kwa maana nilimwambia Shetani anatumia neno kutupiga, hatokangi nje ya neno. Maana yake ni kwamba kitengo kikubwa cha majaribu ya Shetani kwa Mkristo, nisikilize vizuri, kitengo kikubwa cha majaribu ya Shetani kwa Mkristo, unajua nini? Haipo kwa uchawi. Kitengo cha majaribu makubwa ya Shetani kwa Mkristo hakipo kwa wachawi au kwa waganga wa kienyeji. Hapana. Kama watu wengi wanavyofikiria kwamba Shetani anawakamata Wakristo kwa kutumia uchawi, majini. Hapana. Shetani majaribu yake hayatokani na uchawi na mapepo. Kumbuka hivi,
Marko 16:16. 16 ukianzia hapo I think 14 ama 15. Waaminio na kubatizwa, ishara hizi zitaambatana na wao. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watakunywa kitu cha kufisha na kitawadhuru, watawekelewa wagonjwa mikono, watapata afya, watasema kwa lugha mpya. Maana mtu akiokoka na akikaa katika njia za Mungu anapokea ujazo, anapata ujazo wa Roho Mtakatifu, anakuwa na mamlaka. Kwa hivyo uchawi hauna nguvu ndani yake ikiwa amesimama vizuri na amemjua Mungu vizuri. Kwa hivyo shetani mara nyingi, majaribu yale ambayo shetani analeta kwetu, anatumia Biblia. Nisikilize, ninarudia tena, ni hivi, majaribu ya shetani kwa Wakristo, majaribu ya shetani kwa Wakristo haipo kwa wachawi au kwa waganga wa kienyeji kama vile watu wanafikiria ama wanazania. Hapana, majaribu ya shetani yapo katika neno la Mungu. Na shetani hatumii nguvu nyingi kutumia majeshi ya wachawi wake kama unavyohubiriwa na wachungaji wengine. Shetani hatumii nguvu nyingi eti akutumia wachawi, akutumia mapepo. Vile unahubiriwa umetumia wachawi na waganga na wanini. Kuna kitu moja naulizanga, hivi vile mimi namwabudu Mungu hapa kanisani na tunakusanyika watu tunamwabudu Mungu hapa kanisani, watume mapepo yaje atuatake kwa ibada, afunge mchungaji, afunge waimbaji, afunge intercessor, kanisa inyamaze kimya? Haiwezekani. Labda mchungaji amejichanganya, labda mchungaji yuko kwa utaratibu wa neno la Mungu. Lakini kama mmesimama kwenye utakatifu, mmetubu, mko vizuri, mmelijua neno la Mungu, shetani hawezi ingia kwa ibada. Kufanya nini? Ingaje ataleta watu ambao wako na maroho, wafunguliwe, wakombolewe. Sasa vile umehubiriwa kuambiwa shetani anatumia nguvu nyingi za wachawi, shetani anatumia sijui nini, hiyo ni uongo. Shetani hatumiangi nguvu kubwa kupigana na Wakristo. Hapana. Yaani sijui nitakuelezeaje. Kile shetani anatumia mara nyingi ni hivi. Anatumiaje neno? Shetani anatumia nguvu kubwa kuhakikisha ya kwamba wewe hautalielewa neno la Mungu. Maana anajua tu kwenye neno hapo ndio utammalizia. Sasa shetani anachokifanya, anatumia nguvu nyingi kukuzuia wewe kulifahamu na kulielewa neno. Lakini shetani hatumii nguvu nyingi kutafuta wachawi na waganga atume kwako na mapepo. Hapana. Shetani anatumia nguvu nyingi kukuzuia wewe kulielewa na kulifahamu neno ili usipate ukombozi wako. Glory be to God. Ndio maana unakuta mara nyingi mtu akisoma Biblia anasoma analala. Anasoma analala. Kwa nini? Shetani anajua ukilisoma neno utafunguliwa macho, na ukishafunguliwa macho utamshinda. Kwa hivyo anachokifanya shetani, anatumia nguvu kubwa, tumie nguvu kubwa. Anatumia nguvu kubwa kuhakikisha kwamba huelewi neno la Mungu. Na hapo akifanikiwa, basi unakuwa umekwisha. Akifanikiwa tu kufunga neno, omba masaa 200, omba siku mzima, omba siku 3, 4, 5, funga. Kama hauna ufahamu wa neno, hautamshinda shetani. Ndio maana pamoja na Yesu akijaribiwa kule jangwani, kuna mahali Yesu alisema na kushinda kwa jina la Yesu, na kushinda kwa maombi, nimefunga siku 2, nikumepewa uwezo na mamlaka. Alimshinda shetani na neno, kwa sababu yeye mwenyewe Yesu alikuwa ni yule neno, ni utimilivu, alikuwa anatimilisha, anakamilisha. Sasa shetani akifanikiwa tu kukamata kwa njia ya akute tu bado umelegea huko kwa neno, anakumalizia hapo. Nataka tusome maandiko iko hapa ndio unielewe vizuri. Utaelewa kile ninachokuambia, kwa sababu shetani ni mjanja sana. Shetani ni mjanja sana. Lakini tatizo kubwa ambalo analifanya sana kwa Christian mara nyingi ni kwamba
anakupea uvivu, hautalisoma neno. Anakupea hard time, hautaweza kulisoma neno vizuri kulingana na vile wewe mwenyewe umekusudia. Sasa anakupea tu, anamaanisha ukisoma neno lazima utalala ndio muachie nafasi. Alafu Bwana Yesu asingekuwa analijua neno kweli kweli. Yesu asingekuwa analijua neno kweli kweli, basi asingeweza kumshinda shetani. Na ndio maana hata kwenye bustani ya Eden shetani hakudanganya. Hapana, shetani hakudanganya. Alichokiongea shetani kwenye bustani ya Eden ilikuwa ni ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu asingekuwa na neno kweli kweli, na asingekuwa yeye ndio neno, maana Yesu mwenyewe ndio alikuwa neno na akamshinda shetani kwa neno, na shetani alikuwa ametumia neno, hangemshinda shetani. Ni vile Yesu alikuwa ndio neno na alikuwa analijua neno kweli kweli. Haleluya. Sasa ukilijua neno kweli kweli, kinachotokea kila kona akija ikona unamblock, akija ikona unamblock. Imeandikwa kwa neno lako. Yaani kila kona anakuja na shetani unamshinda. Ndio maana watu wengi maombi yao hayana nguvu, especially wakipigana vita, hayajibiwi kwa sababu hayana neno. Jenga misingi ya maombi yako kwa neno la Mungu. Jenga imani yako kwa neno la Mungu. Jenga msingi wa kesho yako kwa neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu alipoumba mbingu na nchi alitumia nini? Neno, word. Sasa Yesu alikuwa analijua neno, ndio maana akamshinda shetani. Lakini shetani hakumweza kwa sababu yeye ndiye alikuwa neno mwenyewe. Unajua kuna kitu moja watu hawajaelewa. Watu ni hivi, tunakosa shabaha hapo sana. Watu wanafikiria shetani alimshinda Yesu kwa sababu alikuwa neno. Sio hiyo tu. Sisi mara nyingi tunadhani ama tunafikiria Christian, tunafikiria uadui. Uadui mkubwa wa shetani kwetu ni waganga wa kienyeji na wachawi wanaotuzunguka. Jambo linalompelekea Mkristo kutwa ama usiku kucha kupambana na wachawi katika maombi. Sio kama unanielewa. Yaani tumeweka akili zetu na imani zetu kwamba kile shetani anatumia ni wachawi na waganga. Unakuta mchana kutwa usiku kucha ni wachawi, kila saa ni wachawi. Hapana. Na hapo ndio shetani anakuanga ametukamata chap, hawezi omba. Sababu tumeweka hisia zetu huko. Sasa unakuta kila maombi ukiomba wachawi. Sasa unasahau kuwa silaha yake kubwa ni neno la Mungu. Yaani silaha kubwa ya shetani ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Silaha kubwa ya shetani ni neno la Mungu. Yaani ukitaka kumdhibiti shetani, ukitaka kumstopisha ibilisi, ukitaka kumshinda shetani, silaha kubwa utakayotumia kumshinda ni neno. Na shetani akitaka kukutoa kwa neema, akitaka kukuzuia, anatumia neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiangalia kwenye unajua hakuna kitu kizuri kama kulijua neno la Mungu. Nataka tusome kitabu kiko hapa. Pendanga Biblia nyingine niko nayo hapa sana. Tusikie vile Biblia inasema kwenye Waefeso kama sijakosea. Tusome ni Philippians 6 chapter 7. Unajua shetani ana mbinu moja tu ya kukushinda. Na alijua akitumia uchawi na uganga atakushinda, akajua anatumia neno la Mungu. 6:17 wa Efeso. Biblia inasema vaeni chapeo ya wokovu na mchukue upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
Narudia tena. Napenda hii. Vaeni chapeo ya wokovu na mchukue upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Sio kama unanielewa. Kwa hivyo ukitaka kumshinda shetani, ukitaka kumshinda adui, sio maombi, ni neno. Maanake maombi yako yajengwe kwenye misingi ya neno. Unampiga shetani, unamwambia imeandikwa. Mfano ni mtu mgonjwa anaomba, anasema imeandikwa, kwa mapigo yake mimi nimepona. Haleluya. Kwa mapigo yake. Si wanda unawekea mtu mgonjwa unamwambia come out. Ni sawa tunaitumia hiyo. Lakini haya maombi yamejengwa kwenye msingi ya neno. Maana maombi yakijengwa kwenye msingi wa neno yanakuwa na nguvu. Huo ndio upanga wa kumshinda shetani. Vaeni chapeo ya wokovu na mchukue upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Anasema 18, mkiomba kwa Roho siku zote katika sala zote na maombi, mkikesha kila wakati mkiombea watakatifu wote. Unaona? Kwa hivyo maombi hayo si maombi ya kawaida. Kwanza ninaambianga watu mara nyingi, Mungu mimi naona atakuja usiku. Kulingana na anasema nitakuja ghafla kama mwizi anavyokuja. Ndio anasema kesheni kila siku, maana hamjui saa wala nyakati atakapokuja bwana harusi. Maana mimi na wewe, sio mwanamke, sio mwanaume, wote sisi ni mabibi harusi. Tunamngojea bwana harusi ambaye ni Yesu Kristo. Sisi wote, ukishaokoka umeolewa na Yesu. Ukiokoka umeolewa na Yesu. Mwanaume, mwanamke, ukiokoka umeolewa na Yesu. Kwa hivyo sisi ni mabibi harusi. Tunamngojea bwana harusi ambaye ni Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Ndio maana nasema mkiomba kwa Roho siku zote, kesheni mkiomba. Maombi ya kukesha lazima yajengwe kwenye msingi ya neno la Mungu. Kwa hivyo leo ninataka nikufundishe ulenye namna gani ya kuligawanya neno la Mungu kwa uzuri ili uweze kumjua Mungu vizuri. Hapa anasema vaeni chapeo ya wokovu na mchukue upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Kwa hivyo ukitaka kumshinda shetani, lazima uwe na silaha moja muhimu sana kuliko silaha zote. The word of God. Neno la Mungu. Ndio maana nasema hivi, shetani mara nyingi ameleta usingizi, kaleta uzito kwa neno. Hata makanisani unakuta mtu unafundisha mchana mtu amelala. Kwa nini? Shetani anaiba mawazo. Maana anajua ukilijua neno, ukipata uelewa wa neno tu, yeye amekwisha. Bwana Yesu aposifiwe. Sasa pasipo kuwa na huo upanga huwezi mshinda shetani. Na pasipo kujua kuwa asipokuwa na neno la Mungu, yani pasipokuwa na neno la Mungu la kutosha ndani yako ama ndani yako wewe, basi tayari yani shetani anakuwa kakuloga. Ni shetani kama anakuanga amekuloga. Lakini sasa hapo ndio watu wengi wanasema huyu amelogwa. Si kulogwa. Shetani anatumia neno. Shetani ana haja ya kukuloga. Akuloge juu ya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Anakuloga na nini? Shetani anakuloga na neno. Yaani kuna msemo wa Swahili unasema mtu anajikaanga na mafuta yake mwenyewe. Shetani anakukaanga na mafuta yako mwenyewe. Yaani maanisha anakupiga na lile neno ambalo unalitumia. Danieli, walipomtafuta Danieli kwa makosa yote wakamkosa, walimshtaki na nini? Neno. Akasema mfalme uishi milele, weka ndani ya siku 30 weka sheria mpya. Hakuna Mungu kuabudu Mungu yote isipokuwa wewe mfalme. Maana yake nini? Walikuwa wanazuia neno. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanazuia neno. Wagalatia, kile kitabu Wagalatia 3 mstari ule wa kwanza. Galatia 3 mstari wa ninyi Wagalatia wajinga. Nyinyi Wagalatia wajinga. Ni nani aliyewaloga? Nani aliyewaloga? Yesu Kristo aliweka wazi mbele yenu kwamba amesulubiwa. Nataka nijifunze neno moja kutoka kwenu. Je, mlipokea Roho wa Mungu
kwa kushika sheria au kwa kuyaamini yale mliosikia. Unasikia? Hiyo verse 1 tu kwanza. Nanyi wa Galatia wajinga, ni nani aliyewaloga? Kwa hivyo ukikosa neno la Mungu ndani yako, maana yake mtu aliyekosa neno la Mungu anakuwa mjinga. Anakuwa shetani ashakuloga na hilo neno. Nani aliyewaloga? Yesu Kristo aliweka wazi mbele yenu kwamba amesulubiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unapolikosa lile neno la Mungu, unakuwa tayari shetani ashakuloga, ashakufunga kitambo. Yaani hata kama atakuwa anasali na unasali na unapiga maombi ya vita kila siku, kama una neno la Mungu, nimekuja nikwambia unafanya kazi ya bure. Wacha kabisa. Si kwamba nakuvunja moyo na kujengea imani. Unaomba, unapiga magoti, unaomba, unapiga shetani maombi ya kupiga vita kila siku, unapiga vita na hauna neno la Mungu ndani yako. Wacha kabisa. Wacha kabisa. Na ndio maana naambianga watu, ukiambia watu hakuna shetani, uwe na umungu mwingi sana ndani yako. Ukiambia hakuna majini, hakuna mashetani, uwe na umungu mwingi sana ndani yako. Na hicho shetani anachokifanya kwenye hizo vitu anatuma, hatumii vitu zingine, anapita kwenye neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tusome kwa ufupi jinsi Bwana Yesu alivyomjibu shetani katika yale majaribu, na kisha tutajifunza kitu kingine cha muhimu sana. Yaani nisikilize. Huu ujumbe hata kama utausoma, wewe hakikisha tu umeusoma. Nasema kwenye Mathayo, tasoma Bible mbili. Napenda hizi Biblia sana. Kwenye Mathayo, nasema kwenye Matthew chapter 4 verse 1. Matthew chapter 4 verse 1. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mkate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu. Akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagiza malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Namba 7. Yesu akamwambia, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Namba 8. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamuonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake. Namba 9. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudu. Namba 10. Ndipo Yesu akamwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni hivi. Ile neno ni tamu sana. Ukilijua neno la Mungu, kumgaragaza shetani inakuwa ni rahisi sana. Nataka nisome version nyingine hapa. Inasema hivi. Kisha Yesu akaongozwa na Roho Mtakatifu kuingia nyikani ili akajaribiwe na Ibilisi baada ya kufunga siku 40 mchana na usiku. Hatimaye akaona njaa. Mjaribu akamjia na kumwambia, kama wewe ndiwe mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate. Lakini Yesu akajibu, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Ndipo Ibilisi akamchukua Yesu mpaka mji mtakatifu wa Yerusalemu, na kumweka juu ya mnara mrefu
mwembamba na hekalu mwembamba wa hekalu. Akamwambia, kama wewe ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa kuwa imeandikwa, atakuagizia malaika zake, wao watakuchukua miongoni mwao, ili usijikwae katika kujikwaa mguu wako kwenye jiwe. Yesu akamjibu, pia imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa mara nyingine Ibilisi akamchukua Yesu mpaka kwenye kilele cha mlima mrefu na kumuonyesha falme zote za dunia na fahari zake. Kisha akamwambia, nitakupa hivi vyote kama ukinisujudia na kuniabudu. Namba 10, Yesu akamwambia, ondoka mbele yangu Shetani, kwa maana imeandikwa, utamwabudu Bwana Mungu wako, nawe utamtumikia yeye peke yake. Ndipo Ibilisi, namba 11, ndipo Ibilisi akamwacha, nao malaika wakaja na kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona? Sasa kuna kitu moja nataka uelewe kwenye hizi fasi. Kama tunavyo yaona maneno ya Shetani alivyomwambia Yesu hapo, hayakuwa ya uongo. Haya maneno yote Yesu alikuwa anaambiwa na Shetani, yote yalikuwa ni sahihi, yameandikwa kwa Biblia. Yote yalikuwa ya kweli, na yapo katika Biblia, yalikuwa ni maneno ya Mungu yeye yenye pumzi ya uhai. Hivyo upo ukweli ni hivi, upo ukweli unaopotosha. Yaani Shetani alitumia ukweli unaopotosha. Nataka unielewe vizuri. Shetani alitumia ukweli unaopotosha. Kwa sababu lile neno Shetani alilitumia ni la kweli, lakini Shetani alitumia hilo neno kwa njia mbaya, kwa njia ya kupotosha. Ingawaje hilo neno lilikuwa kweli. Anasema kwenye Zaburi Psalms 91 verse 12. Anasema atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua. Bwana Yesu apewe sifa. Atakuagizia malaika wake, na mikononi mwake watakuagizia. Na ndio Shetani alimwambia si ujitupe, maana imeandikwa, utaagiziwa malaika wakuchukue, hautajikwaa mguu wako. Kwa hivyo Shetani alikuwa anatumia neno la Mungu kupingana na Kristo, lakini alitumia kwa njia mbaya. Lakini Shetani aliyapindisha yale maneno. Shetani alipindisha yale maneno, baada ya kunyoka aliyapindisha. Aliyapindisha yale maneno na kuyafanya yatumike mahali pasipo sahihi. Aliyapindisha yale maneno, alipindisha lile neno lililoandikwa kwenye hizo vitabu ili litumike kwa njia isiyo sahihi na kwa wakati usio sahihi. Kwa njia isiyo sahihi na kwa wakati usio sahihi. Maneno ya Mungu yalitumika mahali ambapo sio sahihi na kwa wakati ambao sio sahihi. Bwana Yesu apewe sifa, na Shetani. Na ni hivi, maneno ya Mungu na neno la Mungu likitumika kwa wakati sio sahihi na kwa njia sio sahihi. Neno la Mungu likitumika kwa njia ambayo sio sahihi na wakati sio sahihi, lile neno linakuwa sumu kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lile neno linakuwa sumu kubwa. Neno la Mungu likitumika kwa wakati sio sahihi na kwa njia sio sahihi, linakuwa ni sumu kubwa, tena inaua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni sumu kubwa tena inaua. Mfano, neno la Mungu ni kweli, linasema hivi, wanaume waishi na wake zao kwa akili na kumpa mke heshima. Sasa kwenye kile kitabu cha Petro wa kwanza 3 mstari wa 7 nasema, muishi na wake zenu kwa akili na mwape heshima. Sasa neno hili linawahusu, hilo neno linawahusu wanaume waliooa ndoa halali ya kimaandiko. Hilo neno linawahusu wanaume waliooa ndoa ya halali ya kimaandiko.
na si mtu yoyote tu, hata anayeishi na girlfriend wake anaishi na girlfriend wake. Neno hili alizungumzi juu mtu anaishi na girlfriend. Hili neno linaishi juu ya mtu ambaye anaishi na mke halali, mwanaume halali, mke halali. Sasa nimewahi kukutana na watu wanaoishi pasipo yaani nitakuambia aje, watu wanaoishi pasipo kuonana na wanaishi pasipo kuonana. Nitautumiaje huo ufafanuzi? Yaani ni hivi, kuna watu wanatumia mstari kwa madai kwamba Mungu amesema tuishi na wake kwa akili. Ni kweli, Mungu amesema, ni kweli tuishi na wake zetu kwa akili, si sawa? Sasa nisikilize vizuri, mtu wa Mungu. Ishini na wake zenu kwa akili. Sasa kasikia pastor moja ako tu hapo kwa mtandao, ako tu kwa hizi mitandao tu, na anashawishi wanawake kufanya nao usinzi, huku akitumia hichi kipengele cha 1 Corinthians chapter 7 verse 5. Wakorintho wa kwanza ngoja kwa natumia, yaani watu wamebadilika, wanatumia ile neno vibaya kama vile shetani alilitumia. 7 Wakorintho wa kwanza 7 mstari ule wa 5. Nisikiliza vizuri. Wakorintho wa kwanza 7:5, msinyimane isipokuwa mmekubaliana kufanya hivyo kwa muda fulani, ili muweze kujitoa kwa maombi, kisha mrudiane tena, ili shetani asije akapata nafasi ya kuwajaribu kwa sababu ya kutokuwa na kiasi. Sasa bwana, hebu nifungue ingine hii hapa tusikie inasemaje. Neno la Mungu linatumiwa vibaya sana. 1 Corinthians chapter 7 verse 5 inasema, msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda, ili mpate faraga kwa kusali, mkajiane tena, shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Sasa nisikilize, mtu wa Mungu. Hivyo mwanamke yeyote anayekutana naye, yani mwanamke yote ambaye wewe mchungaji anakutana naye, yani mchungaji anakimbilia kumuonyesha haya maandiko, huu mstari na kusema hata Mungu amesema tusinyimane. Anampeleka huyo mwanamke kwa mstari, anamwambia hata Mungu amesema tusinyimane. Sasa hivyo ndio shetani alitumia maandiko. Ni kweli imeandikwa tusinyimane, lakini haijasema kwa kila mwanamke. Msinyimane kwa mke wako ama kwa mume wako, sio kwa girlfriend, sio kwa mke ambao sio wako, kwa bwana wako, kwa mke wako. Tena amesema msinyimane, watu ambao wako kwa ndoa halali, msinyimane. Lakini sasa huyo pastor alikuwa anaenda akiona msichana anamwambia Biblia imeandikwa tusinyimane. Ni kweli imeandikwa tusinyimane. Lakini sasa yule mtu ukipata na mtu mwanamke ambaye halijui hili neno, anaingia kwa huu mtego. Hata Mungu alisema tusinyimane. Na amefanikiwa kuwanasa wa mabinti wengi sana, wasichana wengi sana, pasipo ufahamu kuwa hilo andiko linawahusu sana wanandoa tu peke yake. Hilo andiko linawahusu watu wako kwa ndoa, watu ambao tayari wameoana, na sio kila mtu. Ile andiko linahusu watu wako kwa ndoa peke yake, watu ambao wako kwa ndoa peke yake, alihusu kila mtu. Sasa shetani alimjia Yesu kwa njama hiyo hiyo. Shetani alimjia Yesu kwa njama hiyo hiyo
kuyaweka maneno ya Mungu mahali pasipo sawa na kwa wakati ambao usiofaa. Yaani shetani alitumia lile neno kwa wakati usiofaa na mahali pasipofaa. Mahali pasipofaa na wakati usiofaa. Kwa hivyo neno la Mungu likitumika kwa mahali pasipofaa na wakati usiofaa, lile neno linakuwa sumu. Bwana Yesu asifiwe. Lile neno linakuwa sumu kwa huyo mtu. Kwa nini? Maana linatumika mahali pasipofaa na wakati usiofaa. Kwa hivyo shetani, majaribu mengi anayatumia kwa kutumia neno la Mungu. Hapo kwa hilo neno, lakini anapindisha maneno, anapindisha lile neno kwa njia tofauti. Shetani anamwambia Bwana Yesu, jitupe chini na Mungu ataagiza malaika waje wakuchukue usijikwae. Na ni kweli hilo ni neno la Mungu, lakini huo sio wakati wake. Neno hilo lilifaa kutumika wakati ambao tumejikuta tumeingia majaribuni au hatarini pasipo hiari yetu. Yaani hilo neno unafaa kulitumia wakati umejikuta uko kwa hatari, uko katikati ya hatari, katikati ya madui pasipo kujua na si kwa hiari yako, ndio wakati unalitumia neno kama hilo. Sasa unaweza ukaruka na Mungu. Ni kama vile tunaombeanga watu kanisani. Mtu unaombea Mungu, mtu anaanguka kabisa, anaanguka chini kwa nguvu. Na huyo mtu hawezi akaumia kwa sababu si hiari yake, kuna nguvu ziko ndani zimemwangusha, lakini Mungu anaprotect mwili huo mtu. Tunaonanga saa nyingine sometimes mtu anaweza mapepo akagaragara akapiga chini akiamka yuko nomo kabisa na anaenda vizuri kabisa. Kwa nini? Kwa sababu si hiari yake, kuna kitu kiko ndani kinamsukuma kufanya namna hiyo. Sasa hapo ndio Mungu anaagiza malaika, wakati ule mtu anaanguka chini namna hii, wale malaika wanamwekea kitu asiumie. Unaelewa? Sangine hata kuna watu wanajazwa kabisa, anajazwa na roho Mungu, especially wale watu wachanga kiroho, anajazwa, unaona anaamka tu ghafla papo anajigonga mahali ghafla, halafu akirudi namo unakuta huyo mtu yuko nomo kabisa, hana tatizo. Ni nini? Kwa sababu si yeye, kuna nguvu nyingine ya kiungu iko ndani yake, kuna nguvu nyingine ya kimapepo inalipuka ndani. Sasa ili yule mtu asiumie, malaika wanaagizwa kumlinda ule mtu. Sasa hili neno linafaa kutumiwa hivyo. Ile anaambia Bwana jitupe chini, maana imeandikwa Bwana atakuagizia malaika waje wakuchukua usijikwae. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa neno hili linafaa litumike wakati ambao tumejikuta tumeingia majaribuni au hatarini pasipo hiari yetu. Alafu huo ndio wakati Bwana, yani huo wakati ambao unakuja umeingia kwa majaribu na umeingia kwa vita, huo ndio wakati Bwana huo ndio wakati Bwana anawaagiza malaika zake watuchukue wakati tuko kwa hatari. Lakini sio wakati ambao tupo salama. Tunamjaribu Mungu. Halafu tunamjaribu Mungu tuone atafanya nini. Tukifanya hivyo tutafanyaje? Tutajitafutia laana. Yaani tukifanya tumjaribu hivi, Mungu si nianguke tu, si imeandikwa. Tunajitafutia laana. Bwana Yesu asifiwe sana, badala ya baraka. Jambo lingine ambalo ningetaka ni kufundishe, tunapaswa tujifunze kuligawanya vyema neno la Mungu. Tunapaswa tujifunze kuligawanya vyema neno la Mungu, kulitumia vyema neno la Mungu. Kuna nafasi amesema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Sio kila mahali unalitaja jina la Mungu, kila mahali unalitaja jina la Mungu, hapana. Sasa usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Tunalitaja hilo jina kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Wakati tunaamrisha nguvu fulani zitoke ndani ya mtu, wakati uko kwa hatari, wakati hapo umeona nimefika mwisho na nimejikuta kwa hatari na hapa nimeingia na sio kwa hiari yangu, unatumia ile nguvu ya jina la nani? La Mungu. Kwa hivyo tunapaswa na sisi tulitumie vyema neno la Mungu, na hiyo inakuja kwa kulisoma neno la Mungu kwa bidii. Ukisoma kijimstari kimoja tu kwa kwenye maandiko na kwenda kulala, ni rahisi kushindwa kuyagawanya maneno ya Mungu ipasavyo. Ukisoma kamstari kamoja alafu tu unasema Bwana Yesu ninakushukuru, ama Baba akasema, na ukaacha hapo, inakuwa ni vigumu sana wewe kuligawanya vyema neno la Mungu ipasavyo.
Sasa inatakiwa unalitafakari, unalijifunza kabisa neno la Mungu ili uweze kuelewa kile ambacho Mungu anataka. Na pia usitumie nguvu kubwa kuchunguza mchawi wako ni nani. Wachana na hiyo kitu. Usitumie nguvu kubwa kuchunguza mchawi wako ni nani. Kwa nini mchungaji? Tumia nguvu kubwa kuyachunguza maandiko. Badala ya kutumia nguvu kubwa kutafuta mchawi wako ni nani, tumia nguvu kubwa kuyajua maandiko. Je, Biblia inasema nini katika hali hiyo ninayopitia? Nimepitia kitu fulani. Biblia inasema nini kupitia hiyo hali? Ni katika Biblia kuliwahi kutokea kisa kama hicho ninachopitia? Kuna kitu fulani hakipo sawa. Biblia inasema nini? Kuna mtu alishaipitia kiwango kama hicho nimepitia? Tafuta kujua, je, Biblia inasemaje kuhusu hali hiyo hali ulionayo. Tafuta kujua Biblia inasemaje kuhusu mapito unayopitia. Tafuta kujua Biblia inasemaje kuhusu magonjwa ambayo yamekamata mwili wako. Wacha kutafuta adui yako, mchawi wako ni nani. Unapoteza muda. Glory be to God. Unapoteza muda. Jifunze kusoma neno mwenyewe. Nisikilize vizuri. Jifunze kusoma neno mwenyewe. Niliwaambia jana, uitishe Roho Mtakatifu. Jifunze kufundisha Biblia wewe mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu utakutana na mambo mengi huko. Utakutana na mambo mengi huko kwa Biblia ambayo hata mchungaji wako hawezi kukuhubiria. Kwenye hiyo Biblia utakutana na mambo mengi sana, Roho akikusaidia, ambayo hata mchungaji wako hawezi kukuhubiria. Na pia utagundua ni vitu gani ulikuwa unapotoshwa na ni vitu gani ulikuwa unaambiwa ukweli. Ukiweza kusoma Biblia mwenyewe na kuielewa, utajua ni mafundisho gani ya uongo ulikuwa unafundishwa, ni mafundisho gani ya ukweli ulikuwa unafundishwa. Mfano, unafundishwa upendo kanisani kwenu, namna ya kupendana, namna unavya kupenda kanisa, unavya kupenda jirani wako. Alafu huyo pasta wako anayekufundisha kuhusu upendo, kuna pasta mwingine hawaongei, anaanza kuambia ubaya wa mchungaji mwingine, anaanza kuambia ubaya wa kanisa lingine, na hapa anakufundisha kuhusu upendo. Biblia haijasema namna hiyo. Anasema tupendane sisi wote, tuwe na amani na watu wote. Sasa ukijua kulisoma neno na kujifunza neno la Mungu, na ukiongozwa na Roho Mtakatifu akakufunulia kuelewa maarifa yaliyo ndani ya neno la Mungu, basi utakuwa wewe ni silaha hatari sana ya kuweza kupigana na shetani. Utakuwa wewe ni silaha hatari sana ya kuweza kumdhibiti shetani. Lakini ukisubiri tu kila somo unalokutana nalo mitandaoni, unaenda kwa mtandao unakutana na neno. Mimi kwa mtandaoni ninapita sana, unapata mafundisho ya kishetani kabisa yako kwa mtandao. Wengine wanaambiwa wasitoe sadaka, wengine wanaambiwa sijui wasifanye nini, wengine wanaogeshwa kwa maji, unatumbukishwa kwa maji, wengine wanabatizwa na soda, wengine wanabatizwa na maji na moto, wengine wanabatizwa na bendera, wengine wakienda kuweka mtoto wake, mtoto anashukwa kama hii mpenzi, anarushwa juu namna hii, anatupiwa mtu mwingine, wewe wapi imeandikwa kwa Biblia? Sasa na unakuta hiyo kanisa watu wamejaa. Kwa nini watu wako pale? Hawana uelewa wa neno la Mungu. Hawajajifunza neno la Mungu. Wangekuwa wamejifunza neno la Mungu, kuna vitu wangevipata pale ndani, wangejua kwamba wanadanganywa ama hawadanganywi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakuta watumishi wengi, yani ni ukisoma tu wewe ukisoma tu unafuata mtandao, utakuta kuna watumishi wengi wanadanganya, wanafundisha mafundisho ambayo ni ya uongo. Ndio maana Paulo anasema kabla ya kuondoka mimi patainuka manabii wa uongo watawatoa katika mafundisho ya kweli. Si kila mtumishi, sio kila mchungaji utasikiliza tu kwa sababu ni mafundisho ya neno la Mungu anafundisha. Anachokifundisha jaribu kukitafuta kwa Biblia, kipo. Na ukiwa wewe umeokoka, Roho Mtakatifu atakufafanulia kama hiki kitu anavyofafanulia mchungaji ni ukweli ama si ukweli. Nataka nikwambie kitu kimoja. Utaishi kusoma mahali na pa kusimamia, utakuwa ni mtu wa kupepesuka daima, kama ile nilifundisha jana kuhusu mbegu inamea, alafu mmea ukishatoka juu kama hujakuwa imara
unapepesuka na upepo. Utakuwa unapepesuka na upepo daima, kila siku unabebwa na haya mafundisho. Kesho unabebwa na mafundisho. Kesho ukikwazwa unasema sitafanya hivi. Kesho ukikwazwa unasema kama nilikwazwa sitafanya hivi, mimi nimeacha. Hilo silo neno la Mungu. Bwana apewe sifa. Na kutafuta, unaanza kutafuta wachawi ni nani kwenye ukoo wako, nani alikuwa mchawi kwenye ukoo wako. Kumbe uchawi ni kukosa kwako maarifa ya neno la Mungu. Hakuna mtu amekuloga, hakuna mtu amekuloga. Hakuna mtu unaanza kutafuta kwenu nani alikuwa mchawi, kwenu ni nani alikuwa analoga. Basi hicho huyo mchawi ndio ananitafuta. Sasa nakuuliza, anakutafuta kupeleka wapi? Hakukuloga kabla hujazaliwa. Hakuloga mamako ama babako, haja kuloga, anakulogea nini? Hatukatai wachawi wapo. Lakini kwa mtu ameokoka na amesimamia njia ya Mungu, hizo uchawi hazina nguvu ndani yake. Anachokitumia shetani ni neno. Kumbe uchawi unaokukula wewe ni kukosa maarifa ya neno la Mungu. Unapokosa maarifa ya neno la Mungu, tayari kuna uchawi uko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hauna maarifa ya neno la Mungu. Kwenye kile kitabu cha Hosea 4:6, Hosea kitabu cha Hosea 4:16, Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ni hivi, mtu wa Mungu, soma Biblia mwenyewe. Huo ndio uthibitisho wa kwanza wa kwamba umeamua kuanza safari ya kumjua Mungu. Hiyo ndio uthibitisho wa kwanza ya kwamba umeamua safari ya kumjua Mungu. Soma Biblia mwenyewe. Uko na baba wa kiroho na kufundisha, ambaye Mungu amewatia mafuta, baba zetu, mamenta ambao wanatulea, wanatufundisha neno. Ndio maana hata kanisa naambia kila mtu kuwa na Biblia, na nikikufundisha enda nyumbani, enda uangalie nilichokuambia ni kweli kiko kwa Biblia. Nilishawaambia watu siku nyingine, kaambia hata ukipatana na mchungaji anayekutafsiria ndoto, hata awe na watu 1,000,000 na ile ndoto anakutafsiria, haja kupea maandiko yanayokamilisha hiyo ndoto, hiyo tafsiri ni ya uongo. Sababu kila ndoto iko kwa Biblia, iko na tafsiri yake. Sasa unakuta watu wengi wanateseka kwa sababu gani? Kwa sababu zile tafsiri wanazozipata kwenye mafundisho ni tafsiri ambazo sio sahihi kabisa, na wanachanganyikiwa, wanaangamia kwa kukosa maarifa, kwa sababu wao wenyewe hawana muda, hawana nafasi, hawana time ya kukaa na kusoma neno la Mungu. Ni vizuri kuwa kwa hizi mitandao, unaangalia, unasikiliza mahubiri, ndio pia unaweza kutana na mhubiri mzuri akakuhubiria vizuri na ukabarikiwa. Lakini swali, kama hivi unavyoingia kwa mtandao kila saa, ungekuwa ni hivyo unasoma Biblia. Kwa sababu mmoja, kama si wachungaji, mara nyingi tunaingia kwa mtandao, ujumbe tunaoweka tunakujenga. Unakuta mchungaji anaweka historia yake kwa Biblia, mahali ametoka na mahali amefika na mahali anaelekea, anaweka fasi pale ya Biblia kukujenga, anakuelezea historia ya kanisa, historia ya huduma yake, historia ya maisha yake, yanakujenga. Sasa wewe uko kwa TikTok, uko kwa Facebook kila saa, je, unachokiangalia kinakujenga aje? Mafundisho unayokutana kwenye mitandao yanakujenga aje? Ni mafundisho ambayo yamebeba neno la kweli la Mungu? Je, yanakusaidia kuligawanya vyema neno la Mungu ili uweze kumjua Mungu? Ndio maana Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Tunaangamizwa kwa kukosa maarifa. Yesu alikuwa na maarifa, ndio maana aliweza kumshinda shetani, kwa sababu 1, alikuwa ni neno mwenyewe. Number 2, alikuwa na ufunuo na maarifa ya neno. Akamwambia shetani, pamoja na kwamba umeniambia imeandikwa, lakini sio hivyo. Mungu hajasema hivi, imeandikwa ni kweli, lakini Mungu hajasema tutumie hilo neno. Kwa hiyo njia shetani unataka nijiangushe, ndio baba yangu anitumie malaika. Hiyo namjaribu Mungu wangu. Sasa siwezi nikamjaribu Mungu. Badilisha mawe iwe mkate. Ndio, ni kweli naweza badilisha mawe yakawa mkate, lakini shetani, sikiliza, baba yangu amesema si lazima tuishi kwa mkate, tunaishi kwa neno lake, neno la kinywa chake. Anamwambia basi ukiniinamia nitakupea rasilimali zote unaziona. Yesu anamwambia hapana shetani, ndio imeandikwa hivyo, lakini sio hivyo. Biblia imeandikwa, neno la Mungu limeandikwa, anayestahili kuinamiwa ni Mungu peke yake.
Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa na maarifa, alikuwa na maarifa ya neno la Mungu. Yesu alikuwa na ufunuo wa neno la Mungu. Kwa hivyo neno la Mungu, ukipata ufunuo, ukipata maarifa neno la Mungu, kinachotokea kwako unakuwa kama kile kisuke tuliambiwa jana, unakuwa imara, unakuwa strong spiritual, unakomaa kiroho, unakuwa wewe si mtu wa mbegu, si mtu wa maziwa, unakula zile vyakula mifupa mikavu, unakuwa ni mtu wa mifupa mikavu. Sasa unakula vyakula ngumu, hakuna mawimbi yatakuyumbisha yumbisha, hakuna miujiza. Kila watu wanakimbia kanisani kutafuta miracle, hawaendi kutafuta neno la Mungu. Hawaendi kutafuta neno la Mungu. Watu wanaenda makanisani kutafuta miracle. Hatukatai miracle tunafanya makanisani, lakini mtu wa Mungu nisikilize vizuri. Mtu yoyote anayeenda kanisani kutafuta miracle, huyo mtu aende kutafuta neno la Mungu, haende kumtafuta Mungu, anatafuta tu msaada. Lakini mwenye miujiza na ishara na miujiza hana haja naye, ana haja na ile miujiza. Ni watu ambao wamepotoka, ni watu ambao ndani yao hawana neno. Kuna watu wanaenda kanisani kwa sababu kuna special service. Kuna vitu wanapewa kanisani, wanapewa ile maji, wanapewa mafuta, wanapewa nini, vitu zote wanapewa. Huyu mtu haende kumtafuta Mungu, anaenda kutafuta hiyo maji. Nilifundisha sijui ni Jumapili imeisha, nilimalizia kuhusu sanamu ambazo watu wanaziabudu. Watu wamegeuza sanamu. Unaabudu mafuta, unaabudu mchungaji. Sisi tuko kumwakilisha Kristo. Sisi ni mabalozi, tunamwakilisha Kristo. Unaamini kile ambacho nimekwambia, na ndio maana watu wengi wanapotea kwa sababu unamwamini mchungaji hata kuliko neno la Mungu. Ukimwamini mchungaji, sikatai usimwamini mchungaji, lakini unajua nini kuhusu Biblia? Unajua nini kuhusu Biblia? Unamwamini mchungaji. Je, alichokufundisha umekikonfirm kwa Biblia? Alichokuambia umekisoma kwa Biblia ukajua kama ni ukweli? Kama huyu anasema kwamba imeandikwa tusinyimane, kwa hivyo mchungaji anatembea na kila binti imeandikwa kwa Biblia tusinyimane, na ni kweli imeandikwa tusinyimane, lakini hilo neno linahusu wanandoa peke yake. Anasema Biblia inasema wanaume wakae na wanawake kwa akili. Maanake mtu aliyeoa na aliyeolewa, hasi kwa watu wote. Hayo maandiko yanazungumza purpose kwa watu ambao wako kwa ndoa, lakini unakuta kule nje yanatumiwa vibaya. Unaenda kwa maandiko mengine unakuta ya kwamba kuna mahali niliona kwa mtandao mchungaji mwingine sijui ni wa wapi, ni kutoka Tanzania sehemu sijui gani, anasema kuoa wanawake wengi sio dhambi, na anatumia maandiko, anatumia kuhusu wakina Ibrahimu, wakina Daudi lakini swali ni hili, kuna tofauti ya Daudi na Paulo, kuna tofauti ya Ibrahimu na Petro. Hao ni watu different sana. Ibrahimu hakuwa mhubiri, Daudi hakuwa mhubiri, hakuwa pastor. Hapana, aliitwa mtumishi wa Mungu tu kwa sababu ya matendo aliyokuwa anafanya, kwa sababu hata mshirika kanisani mwenye ameokoka ni mtumishi wa Mungu. Lakini kuna mitume, kuna makuhani. Ndio maana Paulo analifafanua. Anasema na mtu atamanie kazi ya askofu, atamani kazi njema. 1, asiwe mtu wa kulaumiwa. Asiwe mtu ameokoka juzi. Number 3, awe mume wa mke mmoja. Mume wa mke mmoja. Ndio maana Yesu anaulizwa, je, wakati Yesu alipelekea yule mwanamke kahaba, unajua kitambo ilikuwa anapigwa na mawe, wanauawa kwa sababu ilikuwa, yani Musa alikuwa anatumia sheria za mwili, hukumu ya mwili. Yesu akakuja akaletewa mwanamke mkahaba, wakamwambia Yesu, ilitokea wakati wa Musa mtu kama tunampiga na mawe. Yesu akaandika chini, anayejua hajakosea au kwanza kumpiga, kwa sababu kipindi ya Musa watu walikuwa hata wamefanya dhambi zingine hazijulikani, na wanakuja wanapiga yule mtu mwenye amefanya dhambi inaonekana. Lakini Yesu akaleta utofauti mkubwa, akasema wewe dhambi yako imeonekana na yule mwenye haijaonekana. Kwa hivyo kama unajua hujafanya dhambi, kwa kwanza kumpiga na mawe. Wakaondoka wote. Lakini aliulizwa swali, ina maana sasa tusifuate sheria ya Musa, umekuja kuitengua? Yesu akasema hapana, nimekuja kuikamilisha, nimekuja kuitia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hakuna mahali popote Biblia imeruhusu mwanaume yoyote ama mchungaji kuwa na wake wawili, ni mke mmoja. Sasa watu wameingia kule nje, wamepatana mafundisho ya kiushetani sana. Wameingia kule nje, wamekutana na mafundisho ambayo hayafai. Sasa ndio maana unakuta ya kwamba mtu mshirika akikosa neno, akikosa neno,
akikosa neno ndani yake, kubebwa na mafundisho ya uongo na upotefu inakuwa ni rahisi. Mtu wa Mungu, jifunze neno, jifunze kuligawanya neno vyema, jifunze kuligawanya neno vyema. Jua neno linasema ni na maana yake ni nini. Neno limeandikwa na maana. Kwa hiyo Biblia tu kuna maana hiyo neno. Ndio maana unakuta amekuandikia fasi fulani alafu akakuandikia vitabu zingine, unaweza pata mahali ufafanuzi zaidi. Unaweza pata ufafanuzi zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama nikaona mwingine bado kwa mtandao anasema kunywa pombe si vibaya, na ni mchungaji anasema ni wa kanisa za kiroho. Na mimi naambianga watu hivi, kunywa pombe kwa watu ambao hawajaokoka, hawajamjua Kristo, sio mbaya. Kwa mwana wa Mungu ameitwa mlokole, mtu mwenye ameokoka, wewe na kileo ni dhambi. Lakini sasa watu wanatumia yale maandiko, wanayapindisha yale maandiko ili kupata wafuasi, kuaminisha watu kitu ambacho sio sahihi. Jifunze kusoma neno la Mungu. Na mahali umesoma hujaelewa, una spiritual father, una your mentor. Enda mwambie baba mchungaji, bishop, apostle, mwinjilisti, mwalimu, nisaidie hapa. Nimejaribu kusoma, nimeomba, sijapata ufunuo. Hapa neno linasemaje? Akikupea ufunuo, anakupea na andiko la kukamilisha ule ufunuo. Yaani watumishi wapo, watumishi wa Mungu wanaofundisha neno la Mungu vizuri. Hata mimi mahali nimefika, nimepita chini ya mafundisho ya watumishi wa Mungu ambaye wametumia njia kubwa kunilea. Nikafika mahali nimefika, nimejifunza mambo mengi sana. Na kawaida yangu mimi, kitu ambacho kimenisaidia kwenye maisha yangu ya wokovu, toka nilipokuwa mshirika mtenda kazi, nimekuwa asha, nimekuwa mwalimu wa Sunday school, nimekuwa mchungaji, nimekuja hivyo nimefungua ministry, nimekuwa mchungaji, kwa mwinjilisti, sasa ni apostle. Kilichonisaidia ni neno. Mimi napenda kusoma Biblia sana. Nasoma na naweza soma fasi moja 1 week. Nikitafuta fasi moja nimeisoma yote nairudia. Nikipata maana yake naenda nyingine. Sikimbiliangi kwenda, nasoma tu hii fasi hii inasemaje hii. Mfano unaenda mahali unakutana na neno limeandikwa tubuni. Sasa unajiuliza, mbona nimesoma hapa mahali tubuni? Si wale watu wanaambiwa kuna kitu Mungu anataka kusema nayo kwa wakati huu. Mungu anataka ujiulize, kwa nini nimekutana hii fasi? Mungu anataka kuniambia kuna mahali nimekosea. Unajaribu kujitafuta, kuna mahali umekosea, ama Mungu anakupea ujumbe upelekee watu fulani waende watubu. Ni nini kilifanya watu wa Ninawi wakamkubali Yona? Unajua ni nini? Ni hivi, watu wa Ninawi walikuwa wanaabudu samaki. Watu wa Ninawi walikuwa wanaabudu samaki. Na wakati Yona alikataa kwenda Ninawi, akapanda melikebu inaenda Tarashishi, alipomezwa na samaki, wale watu walipoona samaki inamtapika Yona, wakajiuliza, kama huu jamaa ametapikwa na samaki na na ametuletea ujumbe tofauti hata na yule samaki, na ile samaki je tuhubiria, hapa kuna jambo. Mfalme akasema hakuna kula na kunywa mpaka wanyama wakafungwa mdomo. Hakuna kula na kunywa. Wakamlilia Mungu na Mungu akasikia maombi. Waliana ile ishara na miujiza. Sasa Yesu alipaka matope mate, akapaka, akawekea kipofu, akaona. Waona sisi tunapaka hizo matope, sasa tuwekee vipofu kila saa wapone. Paulo alitoa koti yake akapiga watu wakapona. Na mimi mchungaji nitoe koti yangu nianze kupiga watu wapone. Kilielewa neno la Mungu. Biblia inasema kwenye Marko 16:16, ukisoma pale 16:16 Marko, waaminio na kubatizwa ishara hizi zitambatana wao. Mtu akishaokoka na akampokea Yesu anakuwa minister. Na ukishakuwa minister kuna mamlaka unapewa, karama yako inajulikana. Kama ni uinjilisti, kama ni kuhubiri, ni mchungaji, kama ni uimbaji, kama ni umepewa neema ya deliverance, ya kufafanua ndoto, ya kutafsiri maono, unaanza kujijua pale. Hatuhitaji visaidizi ndio tufanye miracle. Hapana, uhitaji maji na mafuta na nini sijui na vitambaa na takataka, hapana. Lakini mimi ninachoamini Mungu anaweza kanitumia hata kwa kalamu, just one, na hiyo ibada ikaisha hivyo. Sasa
haimaanishi kwamba nipee mtu kalamu mwambie shika vile nimekupea kalamu ndivyo utakuwa karani, utakuwa secretary. Alafu sasa naenda kwa hivyo sasa juu ameshakuwa secretary ama katibu, niwe natumia kalamu sasa kila wakati kumwambia hapana, Mungu afanyangi kitu kama hicho. Mungu afanyangi kitu kama hicho. Hapana, haijaitokea Mungu akafanya kitu kama hicho. Sasa ninachotaka kusema nini? Ukijifunza neno la Mungu kwa njia ambayo ni sahihi, utaona mabadiliko makubwa sana. Utaona mabadiliko makubwa sana. Sasa niliwafundisha juzi namna ya kulitumia neno la Mungu. Nilikufundisha juzi ya kulitumia neno la Mungu, na ile kitu ninaweza kuambia, usiache kujifunza neno la Mungu. Jifunze neno la Mungu. Na ujifunze neno la Mungu kwa bidii. Usiposoma Biblia na kujifunza, utachukuliwa na kila aina ya upepo wa uongo wa mafundisho. Kwa hivyo jifunze sana kulitumia neno la Mungu. Jifunze sana kujua namna ambavyo neno la Mungu linasema. Ule muda ambao ukitenga muda wako hakikisha umetenga muda mwingi zaidi wa kujifunza neno la Mungu, na utapata ushindi mkubwa sana kwenye anga yako kiroho na kimwili. Na hivyo ndivyo Mungu alivyo. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Unapata neema, unapata ufunuo. Hauwezi danganywa, hauwezi bebwa na upepo za kila aina. Yaani kila upepo kija tu nakubeba, kila upepo kija kubeba, hapana. Jifunze neno la Mungu. Na I think ndio maana Mungu amenipea nafasi. Na mimi ile kitu naomba tu tuombeane na uniombee hii neema. Kuna mambo mengi, hiyo ni kionjo. Hiyo ni kionjo tu. Nina mambo mengi ya kukufundisha kuhusu neno la Mungu na litakusaidia. Mungu wa mbinguni akubariki. Mungu wa mbinguni akutende mema na azidi kukuonekania. Ninashukuru kwa sababu ya muda kunisikiliza. Hii ni kwa sababu ya manufaa yako wewe mwenyewe. Hii ni kwa sababu ya faida yako wewe mwenyewe. Niko hapa hiyo 1 hour nikufundishe neno la Mungu. Na mimi ile kitu nitakuomba tu, ningekuomba tu unisaidie kuhubiri ile neno. Na njia ambayo utanisaidia kuhubiri nayo, huu ujumbe tuma ujumbe kwa watu 5. Just 5 people. Send to them 5 people. Unitumie ujumbe kwao. Ufikie tu watu 5 na utabarikiwa sana. Na pale chini kama umebarikiwa, comment pale chini, sema mchungaji nimebarikiwa, sema mchungaji kuna mahali nimefunguka, mchungaji kuna mahali umenisaidia, na utabarikiwa. Share, comment and like na utabarikiwa sana. Huu ujumbe pia pale kwa TikTok upo. Ukienda pale kwa TikTok utakuta, andika Apostle Mathias utapata pale. Ukienda pale kwa YouTube utaupata, uko mahali pale, na utabarikiwa na Mungu. Ile kitu kubwa ninachoomba tu, nisaidie kuhubiri hili neno. Neno la Mungu nasema nyumbani kwa Baba kuna mavuno, lakini watenda kazi ni wachache. Watenda kazi ni wachache. Nisaidie kuhubiri. Nahitaji watenda kazi ambao tunaweza tukashare nao ujumbe huu. Jaribu sana kushare ujumbe kwa watu 2 watatu, na utabarikiwa sana. Na wakiupata, kuna watu labda hawajui, ukisend ujumbe kwao wakibarikiwa, na wewe utakumbarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Na pia kesho kwa mapenzi ya Mungu tutakuwa na ibada ile yetu ya maombi ya shukrani asubuhi saa 10 kamili asubuhi. Ni asubuhi ya leo nilifundisha namna ya kufanya maombi ya shukrani, ama nguvu ya maombi hayo ya asubuhi, nguvu ya maombi ya asubuhi na faida yake. Asubuhi Mungu akijalia, kesho kwa mapenzi yake tutaendelea na topic nyingine, na itakuwa ni jambo la baraka sana. Jumapili hii hapa Mount Zion tutakuwa ni ibada ya nguvu sana. Itakuwa ni ibada ya kufuta maneno ambayo yalitamkwa juu ya maisha yetu. Na pia kikubwa, kwanza unajifutia mwenyewe zile vitu ulijitamkia wewe mwenyewe kwa maisha yako. Halafu hizo vitu unakuja kuangalia, unakuta zimetokea kwa maisha yako mwenyewe. Hizo vitu ndio tunaenda kuzishughulikia Jumapili hii. Kwa hivyo kama hakuna mahali unaabudu, hauna kanisa, karibu sana hapa Mount Zion Evangelical Church, Kaloleni, Nairobi, pande ya Jogoo Road, na Mungu uzima atakubariki. Naamini
utakuja na tutabarikiwa pamoja. Basi ningeomba tukamshukuru Mungu kwa ajili ya kuirisha ibada hii. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, mfalme wa amani, simba wa kabila la Yuda, asante kwa fursa hii ambayo umetupatia. Tumejifunza neno lako kwa muda wa lisali moja. Sifa, utukufu, heshima na ibada zikurudie. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni mtakatifu wa takatifu. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Uinuliwe na uhimidiwe Jehova. Pokea sifa na utukufu. Asante kwa sababu ya haya mafundisho ulionipa na fursa hii Mungu. Kwa miaka mingi nimekuwa kwenye huduma, sijapata fursa kama hii, na umenipa ili nikasema na watu wako. Ninanyenyekea sana nikisema ni asante kwa kunitumia. Asante kwa yule ambaye anafuatilia kipindi hiki na wale ambao watakutana na kipindi hiki baadaye. Mungu wa mbinguni, hiki kipindi kikapate neema na kibali, kikafikia watu wengi, na wale ambao wataguzwa na ujumbe huu, maisha yao ikibadilika, sifa na utukufu zikurudie. Ninaomba baraka zako usiku wa leo kwa watumishi wako wanapojiandaa kwenda kupumzika usiku wa leo, wanapoenda kulala, walinde, watetee, linda familia zao, zibariki familia zao, wape ulinzi wa roho wako. Neno lako likawe ngao na kwenye maisha yao na familia na jamii zao katika jina la Yesu. Natamka ulinzi wa damu ya Yesu. Unapoenda kulala, Mungu akulinde, alinde familia yako, alinde jamii yako. Mungu akuwekea ulinzi. Neema ya Mungu iwe juu yako katika jina la Yesu. Neema ya Mungu ikubebe na ikufunike kila wakati. Tukipatana asubuhi saa 10, sifa na utukufu zimrudie Mungu kwa jina takatifu la Yesu. Tumeomba na tumeamini. Shalom, shalom. Mungu akubariki na Mungu akutende mema. Amen, 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 amen.